Hadithi inaanza katika nyumba moja hivi ambako ndiko anakoishi kijana aliyejulikana kama Kelvin. Alikuwa akitengeneza baiskeli tayari kwenda kuchukua mzigo aliokuwa ametumwa na baba yake. Alikuwa akiimba nyimbo ambazo mimi kiukweli sikuelewa, maana kile sio Kiingereza, Kiingereza sio Kiingereza wala sikuelewa nini hicho, maana nyimbo ilikuwa ni ya kuungaunga tu, kiasi kwamba mpaka najiuliza hiyo ni nyimbo ya kweli ama ni remixi. Haukupita muda mrefu sana, alikuja rafiki yake kipenzi aliyejulikana kama Gabriel. Walikubaliana kuwa wangeenda kufuata mzigo pamoja. Mara ghafla mama Kelvin alimuita, "We Kelvin." Kelvin alimwambia rafiki yake, "Ama kweli sasa kumekucha." Kisha akaitika, "Naam mama, nakuja." Basi aliondoka na kumwacha rafiki yake akitengeneza ile baskeli. "Mama, niko hapa Zegen 66." Mama alicheka na kuniambia, "Acha masihara yako." Kisha akasema, "Haya, nenda kanunue chapati mnywe chai kabla ya kwenda mkokuwa umetumwa na baba yenu." Basi Kelvin alitoka spidi ya boxer. Haikuwa mbali sana na nyumbani, lakini alipofika mbele kidogo alikuta watu wamekusanyika. Kama kawaida, kwenye watu kuna mengi. Haya sasa, Kelvin ikabidi asogee aone pana nini pale. Alibaki anacheka baada ya kugundua kuwa ilikuwa ni vijana wawili waliokuwa wanapimana nguvu, na kisa tu ilikuwa ni binti mmoja ambaye mtaa mzima hakuna asiyemjua. Aliitwa Lucy. Tena usimuite Lucy tu, muite Lucy cha wote. Yeye ni kusambaza upendo kwa wote, uwe fumwani tuende, uwe babu tuende, yani kifupi ni gusa achia tuende kwao. Mwenyewe huwa anasema anacheza namba zote. Rafiki yake Gabriel aliwahi kumwambia, "Lucy ni mtamu sana, anajua kila staili ya mapenzi. Kama nikijaribu kwenda mimi na woga wangu huu kimoja tu, chali anakuwekea bango stendi." Na waume za watu walikuwa wakimpenda sana kutokana na ufundi wake katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na maanisha kitandani. Sasa hawa jamaa sijui kwa nini wamepigana. Nilimfuata jamaa mmoja na kumuuliza, "Hawa kwa nini wamepigana?" Jamaa alikuwa anaitwa Cholo, au kipenda muite mbea wa mtaa, aka Kipara Wanaman. Alikenua meno yake na ilionyesha ana furaha, maana domo limejaa umbea. Na hapa naona Kevin alikuwa ameyakanyaga, maana sio kwa umbea ule. Na kwa kuwa alikuwa amejileta, basi ngoja apewe matilio makali. Huyu jamaa mwenye ngeu usoni alipewa utamu na Lucy jana saa 2 usiku. Kevin alimwambia, ikimaanisha anataka udaku zaidi, aka umbea. Cholo aliendelea huku akinyoosha kidole kwa mwingine. Baada ya kumwelezea mmoja, akasema, "Huyu mwingine aliyevimba shavu, huyu alipewa utamu na Lucy saa 8 usiku. Wote walikuwa hawajuani. Sasa leo asubuhi wapo kijiweni wanasimuliana, kila mtu akimsifia mwanamke aliyelala naye, wasijue mwanamke wanayemzungumzia ni Lucy cha wote. Na unachokiona ndicho kilichotokea." Alimaliza huku akitabasamu sana. Sio siri, moyo wake ulisuhuzika sana, yaani ilikuwa ni mwepesi sana baada ya kupata sehemu ya kutoa umbea wake. Kevin alijisemea, "Katika maisha yangu siwezi nikapigana sababu ya pisi kali. Mademu wote hawa nigombane ya nini? Nivimbe sura, maisha yenyewe ndo haya." Akapiga mikono kisha akaondoka. Basi Kelvin aliondoka na kwenda kwa mama Olesta kununua chapati. Alifika pale na hakukuwa na mtu, akajisemea, "Hawa asubuhi wako wapi?" Kisha
akaita, "Mama Olesta." Sauti ilisikika kutoka ndani, "Nakuja." Lakini Kevin aligundua aliyeitika ni Olesta na sio mama yake. Olesta ni binti ambaye hawakupishana sana kiumri na Kevin. Ni watu ambao hawana ushikaji. Sio kwamba wamegombana, ni basi tu ni maisha. Kuna watu tunakuwa nao pamoja lakini hatuna mazoea nao kutokana na maisha yanavyotaka tuishi, hususan zikiwa ni jinsia me na jinsia ke. Haya, ngoja tuendelee. Olesta, mambo? Poa. Umemkaje Kelvin? Niko poa kabisa. Umerudi lini kutoka chuo? Juzi tu jamani. Kwa hiyo unajifungia tu ndani maana uonekani? Hapana, si unajua wazazi. Oh, basi hapo nimekupata. Karibu sana Kelvin. Asante. Naomba chapati, Olesta. Ni kufungie ngapi Kelvin? Weka 6 hapo. Chap. Zote hizo unakula wewe? Alikuwa akimtania tu, akiachilia tabasamu. Hapana, ni za familia bwana. Acha uongo Kelvin. Huku Olesta akitabasamu. Na kuapia bana, na malizaji zote 6 na zilivyo kubwa hivi. Haya, Olesta alimfungia chapati. Kevin alimshukuru na kuamua kuondoka. Alirudi nyumbani na wakanywa chai. Chap chap na safari iliwadia. Walichukua baskeli na safari ilianza. Na walitumia kama saa zima hivi. Mwisho walifika walipokuwa wanakwenda. Basi walifanya walichokuwa wametumwa, na ilikuwa ni kwenda kukata ndizi katika shamba lao. Lakini baada ya kukata na kufunga kwenye baskeli, walisikia kelele kutoka kwa mtu aliyekuwa karibu na shamba hilo. Alisema, "Jamani, msaada, nimeng'atwa na nyoka." Basi waliacha ndizi kwenye baskeli na kwenda kumkimbilia kujua nini kimetokea. Kumbe alikuwa ni baba yake Olesta. Baba, pole sana, ngoja nikusaidie." Kevin alichana shati lake na kumfunga sehemu ya juu aliyong'atwa kama huduma ya kwanza. Na Kevin alijaribu kufyonza sumu kidogo ili kumpunguzia mzee makali ya sumu mwilini mwake. Kisha baba Olesta akamwambia Kelvin, Toa kwenye mfuko wangu wa nyuma, nipe." Kevin alitoa simu na kumpa yule mzee. Mzee alipiga simu na ilikuja bodaboda baada ya muda mfupi na kumpakia. Kevin alipanda naye akimtaka Gabriel yeye arudi na ndizi mpaka nyumbani. Yeye alimpeleka hospitali yule mzee. Basi walifika hospitali na mzee aliingizwa kwenye chumba cha matibabu. Lakini Kevin alikuwa ametulia tuli kama maji mtungini kwenye benchi moja karibu na chumba ambacho mzee yule alifanyiwa matibabu. Ghafla kwa mbali alitokea binti mmoja mrembo sana. Na huyu ni nesi mpya katika hiyo hospitali, maana sura yake ni ngeni hapa jijini. Sio kwa wenyeji wa jiji, hata kwa wageni pia. Ni binti mrembo sana. Ukimtazama miguu yake aliyevaa raba nyeupe, hakika mtoto mguu mdogo afu mweupe. Sio hivyo tu, ukimtazama lipsi, mtoto lipsi denda, yani kwenye macho ndo shida. Ilikuwa meupe afu mazuri sana. Akikukonyeza unaweza kuuza shamba la urithi. Muda huo Kevin alikuwa hata hajagundua, maana mawazo yake yalikuwa mbali sana. Binti yule alipofika karibu na Kelvin, kumbe kulikuwa kuna maji yalimwagwa, hivyo kwa bahati mbaya aliteleza. "Mama!" alipiga kelele kwa sauti. Kevin ile alinashtuka, binti anataka kuanguka. Huwezi amini, alimdaka kwa kumshika kiuno. Macho yao yakawa yanatazamana. Binti katika hali ya oga akawa akafumba macho, lakini baada ya kushikwa kiuno alianza kuyafumbua taratibu, na mbele yake alimwona Kelvin. Walibaki wanatazamana katika pose la mahaba.
Macho yao yalizidi kutazamana na macho siku zote yanaongea zaidi kuliko mdomo. Kelvin alikuwa akijisemea, "Your beauty kill all women in this world for me." Akimaanisha uzuri wako umewaua wanawake wote kwa ajili yangu. Hakika huyu ni binti mrembo sana. Huku akimtazama kwa tabasamu. Muda huo binti kaweka mkono wake mabegani mwa Kelvin. Lakini sio nafsi ya Kelvin ndiyo ilizungumza tu, pia hata nafsi ya binti nayo. Jamani, ningeanguka asingekuwa huyu handsome boy. Mkaka huyu leo amekuwa kama malkia mlinzi kwangu. Huku naye akimtazama. Mara ghafla alishtuka baada ya kusikia watu wakiita, "Kelvin! Kelvin!" Hapo ndipo wakaachana, maana mawazo aliyopeleka dunia nyingine kabisa. Dunia tamu yenye kumfanya kila mtu ahisi furaha na amani. Olesta naye alifika, lakini alionyesha kutopendezwa na Kelvin kumshika kiuno yule binti. Alikasirika sana, maana yeye tukio aliliona toka mwanzo. Alivyomdaka, alivyomshika kiuno na walipotazamana. Yeye muda wote huo alikuwa amesimama mlangoni. "Mwanangu Kelvin," alisema mama yake Olesta. "Na mama yangu." "Baba Olesta yuko wapi?" "Anafanyiwa matibabu ya haraka ndani." "Mimi huwa namwambia shambani vaa buti, ila ubishi ndo umemponza." "Pole sana mama." "Asante sana kwa msaada mwanangu." Basi yule nesi alimsogelea Kelvin na kumwambia, "Asante Kelvin, nahisi bila wewe ningeumia vibaya." "Usijali, tuko pamoja." Binti akamshika Kelvin mkono. Kelvin aliupokea na wakasikana kila mmoja akiwa na tabasamu, akimtazama mwenzake. Hali hiyo ilizidi kumkasirisha Olesta na aliukunja uso kama ngumi ya mtoto. Yule nesi baada ya yale mazungumzo akawa anaondoka zake, lakini Kelvin alikumbuka hakumuuliza jina lake binti. Alisema kwa sauti kubwa iliyofanya watu waliokuwepo eneo la karibu washtuke, "Dada, samahani." Binti aligeuka kwa mapose na kuachia tabasamu. "Bila samahani Kelvin." Kelvin alimtazama na kukuta nywele za binti zinataka kumfunika uso. Alizishika na kuzipanga vizuri. Muda huo binti anajisemea, "Huyu kaka ujue simuelewi. Halafu hao ni watu hapa. Kweli ana nini lakini?" Kelvin alimsogelea zaidi. Mapigo ya moyo yanadunda. Puh, puh. Kijasho chembamba kikimshuka. Huwezi amini. Kelvin alimsogelea kama anataka kumkisi hivi, mpaka binti akafunga macho na kujiziba sehemu ya mdomo ili asije akapigwa busu bila sababu yoyote ile. Lakini cha ajabu, Kelvin alimfuta vumbi nyuma ya shati lake na kusema, "Ujue kwa uzuri ulionao inatakiwa ujiangalie kwenye kioo mara 5 kabla ya kuja kazini. Unatazamwa na wengi." Binti alitabasamu na kusema, "Kweli eh?" Kelvin alimjibu, "Ndio, lakini hata hilo tabasamu lako jaribu kulificha, maana wakiliona wengine watapagawa zaidi yangu." Olesta hakusikia kilichozungumzwa, lakini alikuwa kanuna. Muda huo mama yake kaenda kumtazama mumewe baada ya huduma ya kwanza. Kelvin kabla hajaongea kitu kwa yule nesi, lilisikika jina likiitwa, "Mariam." Yule binti alisema, "Nakuja." Ndipo Kelvin akagundua kuwa yule binti anaitwa Mariam. Mariam aliondoka mbio mbio, lakini kila mara aligeuka kumtazama Kelvin. Hali hiyo ilizidi kumkasirisha zaidi Olesta. Kelvin alirudi alipokaa Olesta na kumuuliza, "Mbona unaonekana na wasiwasi?" "Hapana, niko sawa tu. Chapati 6. Nilikwambia za familia." "Sawa, chapati 6."
Olesta alikuwa akimtania Kelvin. Ilibidi Kelvin aanze kucheka, then akaachia smile moja ambalo lilimfanya Olesta mawazo yaende mbali sana. Alikuwa ni mtu mwenye kitu kizito alichokibeba moyoni mwake. Alizidi kumtazama Kelvin anavyocheka. Mara ghafla akaja mama yake na kusema, wewe Olesta, hutaki hata kumwona baba yako. Haya, twende nyumbani. Na Kelvin mkokote mzee hadi kwenye pikipiki apande mpaka nyumbani. Basi Kelvin alifanya hivyo kama alivyoeleza, lakini kipindi anamkokota yule mzee, ghafla alikutana macho tena na Mariam aliyekuwa kaenda katika dirisha la mapokezi kuchukua chaja ya simu yake. Kevin alimwangalia sana yule binti huku akimkokota mzee. Ghafla alipamiana na daktari mmoja maarufu ambaye hakuna mtu asiyemjua. Daktari huyo kutokana na umaarufu wake wa kazi, yaani ilikuwa mgonjwa hata aje na ugonjwa upi, lazima atafute namna mpaka amsaidie. Hivyo alikuwa ni kipenzi cha kijiji. Alikuwa ni daktari mstaarabu sana, anayejali wagonjwa, mpole na mnyenyekevu. Sio hivyo tu, ni mchapakazi na mpambanaji, hivyo anastahili maua yake kabisa. Basi Kevin alisema, samahani daktari kwa usumbufu wangu, kwa sauti ya unyenyekevu, lakini daktari alimjibu, usijali, kuwa na amani, mzee afike salama. Basi nilimpakia kwenye pikipiki na kumpeleka mpaka kwake. Basi Kelvin alirudi na kumsimulia rafiki yake Gabriel issue ilivyokuwa. Yaani Gabriel yule mtoto nahisi akijamba ambulance ipo mlangoni kumpeleka hospitali. Ni karembo. Kana vitu macho fulani hivi vya kusinzia. Yaani ni zaidi ya chombo. Kaka, unamsifia sana huyo dem. Usikute wa kawaida tu, alisema Gabriel. Gabriel, tema mate chini. Ile pisi sio mchezo wewe. Unadhani mtaani hapa kuna anayemgusa? Sijaona bro. Basi walipomaliza maongezi kila mtu alirejea kwake. Basi majira ya jioni mida ya saa 11:30 hivi, Gabriel alielekea sokoni kuchukua chochote kitu. Alifika kwa Mangi na kuchukua nyanya. Kabla hajaondoka alisikia sauti nzuri nyuma yake ikisema, Mangi, naomba nyanya. Sauti ilikuwa nzuri, ilimfanya Gabriel ageuke na alipigwa na butwaa baada ya kumwona yule mwanamke aliyesema, she is so beautiful. Yaani kifupi ni mzuri jamani. Aliendelea, toka nimefika Matema nimekutana na pisi kali nyingi, ila hii ni moto. Yaani maana halisi ya pisi kali ni hii. Macho ya Gabriel yalitazama miguu ya yule binti aliyevaa raba nyeupe. Hakika miguu ilikuwa ni mizuri, alafu nyeupe. Sio hivyo tu, akatazama lipsi. Mtoto lipsi denda. Yaani kwenye macho ilikuwa ni shida. Ilikuwa meupe, alafu mazuri sana. Akikukonyeza unaweza kuuza shamba la urithi. Lakini kumbe mwanamke aliyemwona ni Mariam, nesi aliyekutana na Kevin asubuhi. Gabriel alionyesha kumtamani na kuvutiwa naye bila kujua ni mwanamke ambaye Kevin kila mara anamwimba kama wimbo wa taifa. Basi alimsogelea kama ilivyokuwa kwa wanaume wengi na waliweza kuzungumza kidogo. Mambo mrembo, poa, habari yako? Alimjibu kawaida tu. Oho, na kuona jioni unafanya manunuzi. Si unajua muda wa mapishi. Oh jamani, nahisi chakula chako kitamu kama wewe ulivyo na uzuri wako.
Mariamu alicheka kwa aibu na kusema, hata mimi sijui kupika. Acha kunitania, kwa nini usijue? Kweli kaka, sijui, nakula ili niishi. Okay, sawa, unaishi wapi? Gab, una maswali mengi, mengine nitakujibu tukionana. So, naweza nikapata namba yako? Nope, uwezi. Kwa nini jamani? Sistahili au? Hapana, unastahili, lakini sio haraka hivyo. Ujue naogopa mwenzako. Unaogopa nini tena? Aliuliza Mariam kwa mshangao. Ukisubiri embe liive, wenzako wanakula na chumvi. Mariam alicheka na kusema, sio kila embe litachumwa kaka, mengine subiri yakomae kwa heri. Kisha akaondoka. Gabriel hakusita kuendelea kumtazama yule mrembo. Yaani hatua aliyopiga kwa Gabriel ilikuwa nikimfanya asichoke kumtazama, na alijisemea, nitampata tu huyu binti. Ninachojikubali, muda ni shahidi wa kweli. Baada ya binti kuondoka, naye aliamua kuondoka, lakini kipindi anaondoka alikuwa kadata. Kwanza kasahau nyanya gengeni. Pili alikuwa kama kadata. Basi muda huo na Olesta alifika, na alipoona Gabriel kasahau vitu alimwita, sababu anamfahamu kwa muda mrefu sana. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel aligeuka akakumbuka kumbe alisahau vitu pale. Alirudi na kubeba vitu. Gabriel, umeanza lini kusahau vitu? Bahati mbaya Olesta. Uwe makini basi. Okay, asante na shukuru Gabriel. Kisha Gabriel akaondoka zake. Tunarudi upande wa Kelvin. Majira ya usiku kabisa, Kevin katulia zake, hana hili wala lile. Kichwani mwake inamjia taswira ya Mariam tu, toka walipokutana, walipozungumza, momenti zote tamu za mapenzi. Alicheka sana na kusema, kesho nitakuja tena. Hajakaa sawa, anakumbuka alivyomdaka na alivyotazamana, yani sio kadata. Kevin kawasha data ya mapenzi, hajui nini afanye. Upande wa Mariam, naye anakumbuka tukio hilo hilo la kudakwa na Kevin, na jinsi Kevin alivyomsogelea zaidi. Alijisemea, I say, kuna wanaume jasiri sana, yaani haoni hata aibu mbele za watu, ananishika kiuno. Au yule kaka ni playboy? Akapiga makofi ya kusikitika, kisha akaweka mikono shavuni. Akakumbuka tena kipindi Kevin anaondoka na baba Olesta alivyokuwa akimtazama kwa macho fulani hivi. Alijikuta Mariam anajiziba na mto, kisha anacheka peke yake. Upande wa Gabriel, yeye alikuwa bize anaosha vyombo, na alipoanza kukata nyanya tu, nyanya moja iliweza kuanguka. Alipoiokota, akili ilimpeleka pale pale kwa Mangi alikokutana na Mariam, ambaye hajajua mpaka leo kuwa rafiki yake Kevin, huyu binti ndio anamwimba kila siku. Kakosa biti tu. Alijisemea, ikiwa bado tunaishi, nitakutafuta Mariam. Wewe umenikaa mpaka ningekuwa msanii, ningekuimbia kila wimbo. Ujue umenibamba kinoma. Kisha akaendelea na kazi zake. Upande wa Olesta yeye hakuwa na mawazo sana. Zaidi alikasirika ile tukio la Kevin kumshika kiuno Mariam. Yaani Kevin, mbona uniheshimu mimi wala hisia zangu? Najua sijawahi kukuambia nakupenda, lakini sometimes jiheshimu. Unapomshika kiuno mwanamke mwingine, mimi naumia sana. Huwezi amini, alikuwa mpaka anatoa machozi. Hali hii inatisha sana. Kwa huu mlolongo wa mapenzi inavyoonyesha huko mbele, kuna vita ya tatu ya dunia ya mapenzi kati ya Kelvin na Gabriel, Olesta na Mariam.
Haya, siku iliyofuata majira ya asubuhi na mapema, Kevin aliamka na kwenda kuchota maji kwenye bomba lililo karibu sana na kina Olesta. Olesta kumwona Kelvin kabeba ndoo akajifanya naye kuchukua ndoo na kwenda kuchota maji ili mradi amuone Kelvin na hata ajaribu kuzungumza naye. Nyie mapenzi? Basi alipofika pale bombani hakuweza kumwona mtu yeyote yule. Alijiuliza, kaenda wapi tena huyu kaka? Si sasa hivi alikuwa hapa jamani. Alikuwa akitazama pande zote, lakini hakuweza kumwona mtu. Zaidi ni wapita njia tu. Ghafla sauti ilisikika nyuma yake. Ilikuwa ni nzito kidogo, lakini Olesta alitambua ni ya nani. Unanitafuta mimi au? Olesta alishtuka na kugeuka taratibu, huku kashika kifuani karibu na moyo wake, maana sauti ilikuwa kama imemshtua hivi. Alifurahi tu baada ya kugundua kuwa mtu aliyemwita ni Kelvin, mwanaume anayempenda na kumwaza sana. Basi walibaki wanatazamana sana, kila mtu akionyesha tabasamu. Utofauti ni kwamba tabasamu la Kelvin ni la kirafiki, lakini tabasamu la Olesta ni la upendo. Patamu hapo. Lakini Kelvin aligundua kuna kajani kametua kwenye nguo ya Olesta. Alimsogelea kisha akamtoa kile kijani. Ile kumsogelea, yani huwezi amini, kamoyo ka Olesta kaliridhika sana, yani alihisi raha ya ajabu. Kevin anafanya kwa utu, lakini Olesta anajua Kevin huenda labda anampenda. Kumbe hakuna chochote zaidi ya kufanya au kumsaidia kama binadamu mwenzake. Kevin, umeamkaje? Huku akimtazama kwa kujali na upendo mzito. Niko salama. Vipi wewe? Mimi pia niko salama. Na kuona unachota maji. Kazi ndo nguzo yetu, si unajua? Okay, but kuna kitu nataka kukwambia Kelvin. Kitu gani hicho Olesta? Alimkazia macho. Na mara ghafla kabla hajamalizia kusema, sauti ilisikika. Wewe Olesta, uko wapi? Njoo ulishe kuku huku. Maji gani unachota huko? Alikuwa ni mama yake na Olesta ndo alisema hivyo. Kelvin, mama kaniita, tutaongea siku nyingine tukionana. Alijitisha ndoo na kuondoka haraka, lakini alijilaumu kimoyomoyo. Mama naye ananikata steam, nilikuwa naweka hisia zangu wazi. Sasa anadhani ujasiri nitautoa wapi? Ila ipo siku nitamwambia Kelvin. Kelvin yeye alipeleka maji nyumbani na kuwatembelea baadhi ya rafiki zake. Basi mizunguko ilikuwa mingi sana, sababu ilipita muda toka watembelee. Baada ya ukimya wa muda mrefu huko, hakusema neno bila kutaja jina la Mariam. Kila atakachosema mfano wa kwanza ni Mariam, mpaka marafiki zake wakamuuliza, kwani Mariam yukoje? Maana unavompamba kama malaika. Kevin alicheka sana, yani alikosa neno la kuambia washikaji zake. Walipomuuliza umemfungukia Kevin? Kevin alianza visingizio. Mara nimekutana naye mara moja, mara PC iko bize. Hapo ndipo marafiki zake wakamwambia, chelewa utakuta mwana sio wako. Utabaki unamsifia, wenzako ndo wanapita naye. Maneno yalimwingia Kevin, yalimwingia vizuri kabisa. Akaona kuna ulazima wa kumweka wazi yule nesi mpya. Kevin alimpa jina la PC ya kijiji. Basi aliondoka ile sehemu chap kuelekea nyumbani, maana muda ulikuwa umesogea kidogo. Lakini katika pitapita zake kuna dada alikuwa mbele yake. Ghafla alipitwa na watu walioonekana wanakuzana na kumwaga nyanya zake zilizokuwa kwenye kimfuko chake. Tukio hilo Kevin the Golden Boy aliliona, na nyanya nyingine zilizoanguka zilifika mpaka miguuni kwake.
aliamua kumsaidia kuokota 1, 2, 3, 4 na ya 5 wote wakaishika. Kevin alikuja kupandisha uso taratibu na kukutana ana kwa ana na yule binti. Alitabasamu sana, yaani meno yote, na kusema, kumbe ni wewe Mariam. Mariam naye alicheka na kuziweka nywele zake vizuri. Nywele zake ziko vizuri, namna anaziweka na kuzirusharusha huko anaushika mtandio wake. Na kijana Kelvin ndo anadata kabisa, achuki kumtazama. Yaani jamani, mapenzi. Akitabasamu Kevin anamtazama kuanzia kwenye midomo, tushavu na macho mpaka binti akamshtua. Unawaza nini Kelvin? Alizuga. Ama basi nilipenda nikutazame tu. Huku wakinuka wote na Kevin alimuomba amsaidie kubeba. Lengo ni kujua wapi binti anakaa. Moyoni mwake Kevin alikuwa akijisemea, jamani, huyu mdada nikiwa naye nahisi kabisa ana ramani ya moyo wangu. Binti naye akiwa anajisemea, huyu kaka hata jina simjui. Tutakaa kimya mpaka saa ngapi? Ngoja nimchokoze. Kaka, ujue hujawahi kuniambia jina lako eh? Oh, naitwa Kevin. Wewe ni Mariam sio? Nani kakwambia? Si uliitwa siku ile jamani? Oh, nawe ungeitwa ningejua tu. Watu wengi hawanijui. Kweli? Ndio. Nikwambie kitu? Niambie. Sema nilisahau kukwambia toka muda. Sema basi. Umependeza sana yani. Wewe ni mrembo sana. Lakini hizo nguo zimeongeza urembo wako zaidi. Kelvin, acha kunipamba. Mimi ni wa kawaida tu. Kabla hajasema, Kevin alimsogelea na kumwekea kidole kwenye mdomo na kusema, usikose heshima malkia wangu. Kwa namna alivyomsogelea yule binti, kijasho chembamba kilikuwa kinamtiririka na macho yao yanatazamana huku yakisindikizwa na upepo mzuri sana wa kuvutia sambamba na sauti za ndege. Muda huo huo Gabriel naye alikuwa anakatiza njia ile ile ambayo Mariam na Kevin wapo katika pozi tamu la mahaba, lakini sio mahaba. Lakini Gabriel atawaelewa akiwakuta hivyo, maana naye anampenda yule binti bila kujua ndo huyo binti ambaye rafiki yake anampenda. Alikuwa akikatisha akiimba wimbo fulani wa msanii mmoja anaitwa Benwill. Wimbo unaitwa Najitoa. Benwill. Yes. Nachagua kuzama kwako kwenye dimbwi la mapenzi yako. I believe hatuna mwisho. Basi milele niwe wa kwako, na zikikutana zitumboni mioyo inashiba, na penzi letu Samsoni hatumi kwa mwiba. Hola, hata waseme kulikoni siwezi sikiliza. Nafunga macho na sioni, kama si wewe ni giza. Kwa penzi lako najitoa, hata kafara najitoa, kwa penzi lako najitoa. Ile anaanza kuimba tu, nimechagua kuzama kwako kwenye D. Alikatisha nyimbo hapo hapo aliposhtushwa na alichokiona mbele yake, na alikunja ngumi kwa hasira. Huku kakunja ngumi yake, je, aliona nini? Usikose sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri ambayo inaitwa Pisi ya Kijiji. Sijui hapo mbele kutakuwaje, maana inaonekana kuna vita
kali ya mapenzi ambayo inaandaliwa hapa, na kule mbele sipati picha nini kitatokea, sipati picha kimbunga kitakachotokea kule. Kwa hiyo usisahau kusubscribe katika YouTube ya Simulizi za Kimbunga ili uwe wa kwanza kupata simulizi hizi nzuri na uweze kupata hizi miendelezo mizuri ya simulizi yetu nzuri. Usiache kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii. Asante, mpaka wakati mwingine. Chao.